mkurugenzi. Kwa majina ninaitwa Halima Sonda, ni mkurugenzi wa program na uendeshaji wa Tanzania Human Rights Defenders Coalition. Mambo ya msingi na kasoro tulizozibaini katika ripoti ya tume. Uchambuzi wetu umebaini kuwa yapo baadhi ya mambo ya msingi ambayo sio mageni kwa umma ambayo tume imeelezea, lakini pia zipo kasoro nyingi katika ripoti ya tume ambayo tunatumia nafasi hii kuzichambua na kutoa mapendekezo. Kwa mujibu wa hotuba ya mwenyekiti wa tume, tume imeainisha vyanzo vikuu vitano kama vyanzo vikuu vya maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Mambo yote haya yameshaelezwa katika taarifa nyingi za awali, lakini pia asasi za kiraia mara zote tumekuwa tukisisitiza na kushauri kuwa madai haya yafanyiwe kazi. Hivyo, kwa tume hii kutambua mambo haya kama ni chanzo cha wananchi kuweza kuandamana na kudai yafanyiwe kazi ni kati ya mambo ambayo tume imedhihirisha masuala muhimu ya muda mrefu ambayo yamekuwa ni madai ya wananchi. Vyanzo vilivyotajwa ni kama ifuatavyo: masuala ya kisiasa yanayojumuisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Masuala ya kiuchumi yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira na kukosekana kwa usawa katika fursa za ajira na za kiuchumi. Mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa kodi na tozo na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji kodi. Ya tatu, masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero mbalimbali katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. 4. Utendaji usiodhihirishwa wa baadhi ya watendaji na watumishi wa umma, hususani ngazi za chini, mamlaka ya serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutatua kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zinazoundwa. 5. Masuala yanayohusu uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiweka katika nafasi nzuri kuendeleza maslahi yao katika nchi nyingine, hasa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Kasoro tulizozibaini. Na hizi ni kasoro tulizozibaini katika ripoti ya tume. Kasoro ya kwanza, kasoro kwenye mbinu za ukusanyaji taarifa za uchunguzi. Mwenyekiti wa tume aliweza kuelezea kwamba tume ilitumia mbinu au methodolojia ya kukusanya taarifa kutoka kwenye vyanzo rasmi ambazo aliziita ni official sources, yaani polisi, vituo vya afya au mahospitali. Lakini katika mgogoro wote, kwa vitendo vyake, polisi pia wanatambuliwa kama wahusika wakuu na wanatuhumiwa kwa kuua raia. Aidha, katika hatua ya awali kabla tume haijaanza kuzuia vyombo vya habari kuripoti taarifa za wahanga, umma wa Watanzania uliona jinsi polisi walivyokuwa wanaingilia na kushurutisha utendaji kinyume na weledi unaotakiwa kwenye mahospitali, vituo vya afya. Katika mazingira hayo, tume kutumia taarifa za polisi au wadau wake kupata taarifa badala ya kufanya uchunguzi wa kujitegemea haikuwa methodolojia sahihi yenye kuasili taarifa zinazoaminika. Polisi na vyombo vya usalama vingine vinalalamikiwa kuua, kuteka, kuondoa miili ya watu au majeruhi kwenye vituo vya afya na mahospitali na kuipeleka kusikojulikana. Hivyo, haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika katika uchunguzi unaohusu masuala nyeti yanayohusu kukiukwa kwa haki za binadamu, hususan kuteka, kuua na kutesa raia. Aidha, uchunguzi ni science, hivyo tume ilipaswa kufanya uchunguzi wa kisayansi. Kwa hiyo, kwa uchambuzi wetu, tunasema kwa ujasiri kuwa mbinu ya uchunguzi iliyotumiwa na tume kukusanya taarifa za awali
primary and secondary data haikidhi haja ya sifa za kisayansi za kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Kasoro ya pili, tume kushindwa kubainisha waliozembea kupelekea yaliyotokea. Kwa muda mrefu, watetezi wa haki za binadamu na masuala ya kidemokrasia, uchaguzi, utawala wa sheria na utawala bora tumeshauri ama kupitia maandiko ya kisomi, makongamano au mikutano na watendaji mbalimbali wa serikali juu ya umuhimu na ulazima wa serikali kutekeleza masuala ambayo tume imeyaita kama vyanzo vya ghasia, lakini isivyo bahati serikali imekuwa ikipuuza maoni ya wadau. Mtakumbuka hata kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, tulishauri, wanaazaki walishauri ulazima wa kuifumua mifumo yetu ya uchaguzi, ikiwemo uwezekano wa kupata katiba mpya ili kuliokoa taifa na machafuko, lakini serikali haikuwa tayari ama kusikiliza au kutekeleza maoni ya wanaazaki. Hata hivyo, hatukukata tamaa. Tuliendelea kuishauri serikali bila mafanikio. Kwa uchambuzi wetu, yote yaliyotokea kwa sehemu kubwa yamechangiwa na serikali kutochukua au kutekeleza maoni ya wadau. Kama tume ilivyotaarifu, madai hayo yamekuwepo kwa muda mrefu katika jamii yetu, lakini yamekuwa yakipuuzwa. Taarifa ya tume haijaelezea tatizo hili na taasisi pamoja na viongozi walioshindwa kufanyia kazi hoja hizi hadi kupelekea yaliyotokea. Kasoro ya tatu, tume imeshindwa kuwataja Watanzania waliohusika. Pamoja na tume kubainisha baadhi ya vichocheo vya matukio, hata hivyo, katika taarifa yake, tume imeonekana kuwa na kigugumizi katika kuwataja kwa uwazi waliohusika na kupendekeza hatua za kuchukuliwa dhidi yao. Kwa mfano, tume imekiri kuwepo kwa vitendo vya utekaji na kupotea kwa watu. Tume imekiri na kutoa takwimu kuwa takribani ya watu 700 hawajulikani walipo hadi sasa. Pamoja na uzito wa suala hili, tume haijaweza kuelezea kwa kina ni nani wanahusika na vitendo hivyo, wala nani anatoa amri ya utekelezaji wake. Kwa uchambuzi wetu, taarifa hii haiwezekani kuonekana kuwa kamili kwa mujibu wa hadidu za rejea zilizoiunda tume, ambazo zilielekeza kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na wahusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo, pamoja na kubaini chanzo halisi. Ni vigumu kufikia malengo haya bila kuwataja waliohusika na bila kupendekeza hatua mahususi za kuchukuliwa dhidi yao. Kasoro ya 4, uwepo wa makambi na mafunzo. Taarifa ya tume imeelekeza kuwa takribani watu 500 waliohusika na vitendo vya ghasia walipata mafunzo kwa muda wa takribani wiki 2. Hata hivyo, pamoja na madai haya mazito, uchunguzi wa tume umeshindwa kubainisha kwa kina mafunzo hayo yalitolewa na nani na yalifanyika katika eneo gani mahususi, licha ya kutaja kuwepo kwa kituo cha mafunzo jijini Dar es Salaam ambapo kipo umbali mfupi kutoka kituo kimojawapo cha polisi. Hali hii inaacha maswali mengi bila majibu kuhusu uhalisia na uthibitisho wa madai haya. Suala hili ni zito kubwa sana kwa taifa, na kama kweli haya yalitokea, tume ilipaswa kutoa hadharani taasisi zote za usalama zilizoshindwa kutimiza wajibu wao hadi kupelekea kukawa na vikundi hivi. Namba 5. Kuendelea kutumia hoja za kisiasa zisizo na majibu halisi. Tume imeeleza kuwa baadhi ya waandamanaji walilipwa fedha na kudai kuwa ilipokea ushahidi wa kiapo kutoka kwa mmoja wa waandamanaji. Kwa mantiki ya kawaida, ushahidi wa kiapo unapaswa kubainisha wazi mhusika aliyetoa fedha hizo. Hata hivyo, katika hali isiyoweza kuelezeka, tume haijaweka wazi ni nani aliyetoa fedha hizo wala malengo ya ufadhili huo, licha ya kudai kuwa na ushahidi huo wa kiapo. Kwa ujumla, hoja hizi ni mwendelezo wa hoja za kisiasa zilizotolewa wakati wa uchaguzi na zinaonyesha kuwepo kwa mapungufu makubwa katika kutoa majibu ya kina kuhusu madai mazito yaliyowasilishwa, jambo linaloibua maswali juu ya ukamilifu na uwazi wa ripoti ya tume. Tume imekiri zipo sababu za msingi
za vijana kuandamana, na haiwezekani tena fedha au fadhili kutoka nje ndio uwe sehemu iliyochangia maandamano. Hoja zilizotajwa kuwa chanzo cha maandamano zinajitosheleza kuamsha vijana wenyewe bila kuwa na ushawishi mwingine. Vile vile, kulikuwa na matarajio makubwa kutoka kwa umma kuhusu madai kwamba kulikuwa na waandamanaji waliokodiwa katika nchi jirani kushiriki katika maandamano hayo. Maswali muhimu yalihusu: waliingiaje nchini? Ni nani aliyewafadhili? Kwa malengo gani? Hata hivyo, licha uzito wa hotuba hizi katika mjadala wa kitaifa, tume haikutoa maelezo yoyote wala kuchukua msimamo juu ya madai hayo, hali inayozidi kuongeza sintofahamu na kuacha maswali mengi bila majibu. Naomba niishie hapa, nimkaribishe mwenzangu aweze kuendelea.